Na Shabani Robert akuishia hapo akasema shujaa wa mapenzi amefia kitandani. You're right, but I'm not expecting to be discombobulated from her. Because my woman, she's very stupendous, fantabulously fantastic. Na pole na kazi. Utakuwa umechoka sana na kazi, maana leo umechoka sana kurudi. Nilijua tu huwezi kupindua. Wewe Precious. Una maana gani kufunga mlango alafu funguo umekuja na mpaka hapa? Unajua nimeshindwa kuelewa. Sasa kuna maana gani ya kufunga mlango alafu funguka ukaondoka nazo? Lengo lako ni nini labda unaotaka kwangu? Unataka kujua nina maana gani? Ndiyo nataka kujua una maana gani. Kwa sababu gani? Wewe umeniambia nikulete tu nyumbani, halafu baadaye mimi niondoke niende hospitali. Tunafika nyumbani, unafunga mlango, funguo unatembea nao unakuja umeishikilia mkononi. Target yako ni nini hasa? Wife. Abia mume wangu. Mimi na wewe nikuache. Nielekea kazini kwanza. Kisha mume wangu na kazi njema. Okay. Basi ubaki salama. Sorry, samani. Yeah. Samani mume wangu. Leo nilikuwa na ratiba ya kutoka, nataka nielekee shopping. So nilikuwa naomba nisaidie pesa kidogo kufanya matumizi yangu. Unajua, nilivyokuwa natoka kule nafika hapa nilijua labda kuna kitu cha muhimu sana na kitafakari. Sasa nashangaa unaanza kuniambia vitu vya kijinga ambavyo pengine hata haviwezi kujenga kwenye ndoa yetu. Sasa shopping itakusaidia nini? Nikajua unaniambia labda mume wangu nahisi kuna kitu kichungu na kihitaji. Nikajua niletee labda pengine embe labda, niletee labda udongo, niletee unaniambia kuniambia nataka kufanya shopping. Shopping inasaidia nini? Unataka kutafakari namna gani utapata mimba? Unawaza vitu vya kijinga. Wewe ni mwanamke aina gani? Au unafikiria mimi nafurahia? Kuna baadhi ya vitu wanavitafakari sana juu yako. Na kuna maswali najiuliza, wewe ni mwanamke wa namna gani? Yaani kuna wakati unanipa wakati mgumu kukuelewa. Mke wangu, unajua kitu gani ambacho mimi nakihitaji kwenye ndoa yetu?
Na wakati unakuwa unatoka kule chumbani unakuja kukaa hapa, mimi kuna vitu nilikuwa nahisi labda umefika hapa unaviwaza, labda kuna mawasiliano unafanya na madaktari wenzako, uenda pengine namna gani unaweza kuitatua changamoto yako. Lakini umetoka kule umekuja hapa unawaza shopping, unawaza vitu vya kijinga. Hivi shopping itakupa mimba wewe? Unaona ufunguo haurudi mlangoni. Alafu mbona mimi najali sana kuhusu wewe? Ingawaje wewe hujali chochote kunihusu mimi. Ni muda gani Magembe mimi na wewe hatujakutana kimwili? Nikiwa kama mwanamke nina hisia. Unataka hisia zangu mimi nizipeleke kwa nani? Uzuri ni kwamba nilishakwambia mama yangu amesafiri kikazi. Hivyo basi, huu ndio muda wa kuenjoy mimi na wewe hapa ndani. Sijui unanielewa? Hivyo wewe unachokiongea unajisikia kweli kwenye akili yako? Yaani unaongelea mapenzi hapa wakati nimekwambia nina mgonjwa. Hivi kati ya mapenzi na mgonjwa ni kipi bora zaidi? Wewe ni mwanamke wa aina gani? Usiyekuwa na utu wala kusamini. Kwa hiyo unaona kwako yaani mapenzi ndio chakula, si ndio? Magembe, wewe ni daktari. Waache wenye sekta zao ndio wahudumie wagonjwa. Sawa? Hivyo chagua moja. Utakaa chini ama kwenye kochi. Nisikilize wewe nikwambie. Bado niombe mume wangu, naomba twende ukanipe mimba. Mume wangu, naomba unipe mbegu nipate mimba. Unaniomba vitu vya kijinga. Wewe ni mwanamke unajitambua kweli wewe? Okay. Sikiza nikwambie kitu ambacho yakijua waifu. Unajua ndoa ni kama taasisi. Taasisi hiyo ina department nyingi sana ndani yake. Inahitaji umakini sana wa watu hawa ambao wako ndani ya hiyo ndoa, ili hiyo ndoa iweze kutengamaa. Msingi wa kwanza wa ndoa ni furaha ya kuwa na watoto. Hicho nadhani unakielewa mke wangu, na mara kadhaa nimekuwa nikikuelekeza wewe ili uweze kunielewa, lakini nashangaa unionyeshe ushirikiano wowote. Umejikalisha tu hapo na ugumba wako huo ambao hauna hata faida yoyote. Ama hiyo wifi ambayo nimeweka huko ndani na kuchanganya, utanifanya sasa nibadilishe password ili usijue. Unaelewa vizuri? Kwani mume wangu ni mimi nimetaka kuwa hivi? Kwani mimi nimependa kuwa hivi mume wangu? Mungu akitujalia tutapata, muda wetu bado. Haujui wewe aliyoko hospitali mimi ni nani yangu? Aliyoko hospitali ni mama yangu. Usianze kuniletea mapenzi wakati mama yangu mimi mgonjwa. Hiyo raha ya kufanya mapenzi mimi naitoa wapi? Hiyo burudani mimi ya kufurahia mapenzi mimi naitoa wapi? Huna aibu? We Precious. Yaani kwanza nikikuangalia vizuri, macho yako yamejawa, yaani yanaendeshwa na mapenzi. Kingine ambacho nakishangaa mbele zaidi sasa kutoka kwako wewe, yaani kuanzia muonekano wako, sura yako mpaka mwili wako wote, naona kabisa unaendeshwa na tamaa ya kingono. Angelikuwa wewe ndo nimekwambia kwamba mtu wako wa karibu ndo kapata ajali, labda yuko hospitalini, ungepata huo muda wa kuongelea mapenzi? Ungepata hiyo nafasi ya kujielezea kuhusu mapenzi yetu, kuenjoy mapenzi? Ungepata huo muda? Wakati ndugu yako anateketea kule, ana hali mbaya na hana msaada wowote. Halafu wewe unakuja unanifungia mlango, unaniongelea kuhusu mapenzi. Nisikilize wewe. Naomba unifungulie mlango ili mimi niondoke. Magembe, mimi naenda jikoni kupika. Utaamua utaanza na kipi? Ule ushibe kisha ule tena ama vipi? Nisikilize nikwambie kitu mwanamke, sawa? Ujinga wako wa kukaa hapo, unatulia hapo, hauna cha kufanya, unafikiria vitu vya kijinga kijinga mwanzo na mwisho. Nimeshakwambia mara kadhaa, ninachokihitaji humu ndani ni mtoto.
sawa? Alafu wanawake wagumba mkoje? Mbona mna akili za kijinga sana? Alafu nataka nikukumbushe kitu kimoja. Moja ya furaha ya ndoa ni kuwa na mtoto. Watu wengi wanaingia kwenye ndoa, furaha yao ya kwanza ni kupata mtoto. Waone mtoto ndani anakimbia kimbia, anacheza cheza, anamsumbua baba, anamsumbua mama. Hiyo ndio furaha ya kwanza. Na mimi nahitaji nikitoka kazini, ninapoingia hapa, napokelewa na mtoto, sio napokelewa na TV, napokelewa na kelele za ajabu ajabu. Iwe mwanzo na mwisho kuongea ujinga wako ambao unaongea tena hapo. Unanielewa vizuri? Sitavumilia ujinga. My love, wewe ndiye wangu, hata dunia ikinikataa. Karibu chai. Karibu chai. Hebu ngoja kwanza nikuulize. Hivi una akili timamu? Unajielewa wewe? Umemka asubuhi unawaza tu chai. Wakati kuna mgonjwa yuko hospitalini huwazi hata sekunde. Hivi mimi nitakuwa ni mtu wa aina gani? Mimi nakunywa chai hapa, alafu kuna mgonjwa kule mimi sijui hali yake. Tangu jana usiku nilipoondoka, sijui hali yake anaendeleaje, sijui yukoje na sijui nani anayemhudumia. Kwa hivyo mimi ambaye nimeamka asubuhi kukuandalia chai mimi kichaa, si ndivyo?
Hivi Precious, hata kama ni mapenzi ni hivyo kuna muda basi tuupe muda wakati, na wakati tuupe muda. Si unanielewa vizuri? Mimi nilitamani au nilijua mtu ambaye atakuwa pamoja na mimi kushirikiana kwenye matatizo ni wewe hapa. Lakini cha ajabu, matatizo yanakuja sasa hivi upande wangu mimi, naona unanikataa kabisa, naona wazi wazi. Sasa kama wewe unashindwa kujali afya mamangu mimi, utajali afya ya nani? Si nilikutumia pesa wewe kwa ajili ya matibabu? Si nilikutumia pesa ama sivyo? Nisikilize vizuri nikwambie. Precious, pesa sio kila kitu kwenye haya maisha. Naongea tena narudia. Pesa sio kila kitu kwenye haya maisha. Elewa kwamba uhai hauwezi kununuliwa na pesa. Maisha, mtu akisha fariki, mtu akisha kufa, mtu akisha poteza maisha, hauwezi kumnunua kwa pesa ili arudi tena duniani. Usipomjali akiwa hai, basi huwezi kumjali kamwe. Mimi nathamini upendo wa mama. Mimi naumia kwa sababu ya mama yangu Precious. Sawa. Basi kama unataka kumwoa mgonjwa wako, kunywa chai. Nipo ndani najiandaa. Nikishamaliza unanipeleka kazini kama ilivyokuwa desturi. Alafu, mbona sasa hivi unachelewa sana kupokea simu zangu nikikupigia jioni kuja kunichukua kutoka kazini? Mume wangu, mbona uko hapa? Ulitakiwa uwe ndani. Umerudi kazini sasa hivi, umechoka mume wangu, inabidi nikuandalie maji, chakula, ule tulale. Kwani unakaa hapa? Muda ulitakiwa uwe ndani na mimi, mkeo. Unatoka kazini kwa unakuja unaketi hapa kwa nini? Hivi nyinyi wanawake mnataka mpendeje? Yaani Precious, kitu ambacho naona kabisa ni kwako kutambua kwamba mimi nakupenda sana. Ni kutambua kuwa mimi siwezi bila wewe. Na kutambua kuwa mimi nahitaji sana kuwa karibu na wewe. Yaani ndo natumia fimbo ya kunichapa mimi. Unatumia fimbo ya kunikandamiza mimi. Na mbaya zaidi sasa, unajua sisi Wasukuma tulivu, tukishapenda mtu tunapenda. Kwa hiyo unatumia yale madhaifu mamangu mimi kuniumiza, kunikandamiza, hata kama kwenye shida. Hujali kama kuna shida, hujali kama kuna kitu chochote kigumu ambacho mimi kinanikuta. Haupo pamoja na mimi. Unachojiangalia wewe, unajiangalia wewe kama wewe. Kama unataka nikufungulie mlango kunywa chai, mimi naenda ndani kujiandaa. Hivi sijakusikia unachokizungumza ama? Nikalale wapi? Na nilale na nani? Na nikalale kwa faida gani? Ili uweje? Hivi kabla uweje kuniamsha hapa, kunikatisha starehe ambayo nilikuwa nayo hapa. Hivi unajua nilikuwa naota nini? Unajua nilikuwa wapi? Alafu unakuja kuniamsha, unanikatisha usingizi wangu. Unakuja kuongea vitu vya kijinga. Na kama ningejua nani amsha ni mgumba kama wewe, nisingeamka. Tunakuja nani? Tukalale. Sikiliza wewe. Bora nikaenda huko, nikachukua mdoli nikauleta ndani, nikalala nao, tena nitaenjoy vizuri kabisa kuliko kulala na wewe mwanamke mgumba. Mungu mdoli. Unaelewa unachokiongea wewe? Mimi ni mkeo, mume wangu, nataka ukalale na nani? Mimi nipo kwa ajili yako. Nipo kwa ajili yako mimi. Nyamaza, acha kuongea ujinga.
Kama tumeweza kulala zaidi ya miaka 2 hamna chochote tulichokipata. Utaniambia nini tukiwa siku moja mimi na wewe? Alafu sikiza nikwambie kitu kimoja. Unajua kuna muda najishangaa na najiuliza maswali sana. Huko mtaani mpaka kwenye vijiwe vya watu ambao nikipita kwa salimia, huwa ananishangaa sana. Na kuna maneno madogo madogo anayazungumza. Kumbe ninapotoka nyumbani natoka na nuksi ya ugumba. Natembea na nuksi za ugumba. Inafika muda mpaka bosi ananiita kazini, ananiita ofisini kwake, ananiambia kwamba bwana Tembo, sasa hivi nahitaji nikushushe cheo. Nikijaribu kujiuliza sina kosa yote, kumbe ni laana na nuksi za ugumba ambazo natoka nazo ndani. Sasa kuna maana gani sasa? Nikaendelea kulala wewe nikazidi kuchota nuksi. Janja vipi? Mbona sikuelewi? Yaani umefika hapa umekaa kinyonge yani. Ulikuwa wapi yani? Mbona siku 2 zimepita hujaonekana mtaani hapa vipi? Yani brother, ni story ndefu. Na sijui nianzie wapi. Ila tu ndo hivyo. Kitu gani? Juzi nilipoenda kijiweni, nilipata abiria kwenda airport. Nilipopeleka abiria airport, kipindi narudi, nilikutana na ajali mbaya sana. Ikabidi mimi nisogee pale kwenye ile ajali nikashuhudie, je, ni nani aliyepata ajali. Nilimkuta mama mmoja aliyepata ajali ya gari. Lakini huyo mama pia nilikuwa namjua. Sasa watu wameanza kuulizana pale, nani anayemjua, ni nani anayefahamu huyo mama, ilimadi kutaka kujua msaada. Mimi nikamwambia mama mimi namfahamu. Kwa sababu yule mama mwanae mimi na date naye. Kwa tulichokifanya pale ni kwamba kumchukua kumpeleka hospitali. Ila tulipofika hospitali watu wote walitoka. Nilibaki mimi kama kumsimamia kwa sababu nilisema namjua. Sasa madaktari wakatoa taarifa, wakasema kwamba huyu mama kapoteza damu nyingi. Kwa hiyo wakaniambia kwamba ili mama apate msaada inahitajika damu. Mimi nikampigia mwanae kaka. Nikamwambia mama kapata ajali, ila ili mradi kunusuru maisha yake lazima tupate damu. Kaka alichonijibu ule dada, nisikilize. Mwanamke ili utimie ndani ya ndoa, jambo la kwanza lazima uilete furaha kwa mume wako. Furaha yenyewe ni kuwa na mtoto kwanza. Furaha yenyewe ni kumsumbua mume wako, kumwambia bwana nahitaji uniletee labda udongo, nahitaji uniletee maembe mabichi. Nitafurahi sana mke wangu kama unaniagizia vitu ambavyo vinaweza vikaleta, si unanenepesha tu tumbo namna hiyo, unanenepa bila faida yoyote, mafuta tu yamejazana huko. Alafu nakuja kuniambia unajua unanikera, sitaki na siku nyingine uniamshe uniambie ujinga kama huo. Kuanzia hivi leo ninavyokuambia, humu ndani hakutakuwa na amani kamwe. Kama ni vita, hii ni vita ndio imeanza rasmi. Naomba likae kichwani mwako hilo swala. Hakutakuwa na amani yoyote mpaka pale nitakapoona mabadiliko katika mwili wako. Vinginevyo, I say, utaniona mimi ni mbaya.
Poa. Unaonekana leo hauko sawa. Shida ni nini? Au kwa sababu hujatumia vile vitu vyetu nikuletee? Sihitaji hata kuchangamsha. Nahitaji tu kuwahi kazini. Nimepita mara moja tu kwa sababu nilikuwa na shida ambayo inanichanganya. Shida gani hiyo tena? Si baba mpenzi? Mpenzi? Nani? Magembe, nani mwingine? Haya, kafanyaje tena wewe shemeji? Yaani mwanaume mimi nilimtafuta nikamwambia kwamba nimekumisi hivi na hivi. Basi ananiletea habari za mgonjwa. Mgonjwa nani? Amesema kwamba mama yake alipata ajali. Kwa hivyo zikahitajika drip 3 za damu. Kwa hiyo mimi nilichofanya nilimtumia pesa tu. Alafu baadaye nikampigia simu kwamba aje anipeleke nyumbani. Kwa hiyo mimi nilipofika nikamfungia mlango. Kwa sababu nilikuwa nimemisi, sikuwa na namna. Na isitoshe mamangu mimi amesafiri. Kwa hiyo ulikuwa ndo muda wangu mimi na yeye. Hivi unajelewa kwa wewe rafiki yangu? Yaani zima kabisa katika medula yako zima. Unawezaje mtu unamfungia ndani na amekwambia kwamba ana mgonjwa hospitali na ni mama yake? Mimi napendana na mama yake. Sasa sister, ramani inanionyesha hapa ndio mwisho wa ruti yako. Sawa? Okay, sawa, ina shida. Sawa. Alinijibu kwamba yuko busy na kazi, kwa sababu mimi nimhitaji aje pale hospitali tupate kumpatia msaada ya yule mama wa damu. Alinijibu kachoka na kazi, kwa hiyo hawezi kufika hospitali. Alichokifanya kanitumia tu pesa niwape madokta pale waweze kumuongezea damu, na kaniambia kuwa nimfuate pia kazini kwake nimpeleke nyumbani. Kwa kweli kaka, mimi nilishindwa kujua yule ni mtu wa aina gani. Alafu ukizingatia ni mtu ambaye na date naye, ni mtu ambaye niko naye kwenye mahusiano kakaangu. Nilichukua jukumu mimi kumsimamia yule mama, ndio maana umeona siku zote mbili zimesikuwa napatikana. Na hapa yenyewe tu nimekuja nyumbani kwa sababu tu nimemwacha yule mama hospitali, nimekuja haraka haraka nije nibadilishe nguo alafu nirudi. Kwa hiyo mimi naona tu nimwambie ukweli kama yule aliyoko hospitali mama yake, kwa sababu nijaribu kumwambia kwamba aliyoko hospitali mama yangu, naona haonyeshi kabisa msaada wowote. Sana sana amekuwa ni mbinafsi sana. Kwa hiyo kaka, mimi nimechoka. Kwa nachotaka tu hapa nimwambie ukweli, aende tu akamuuguze mama yake mwenyewe, alafu mimi niendelee na mambo yangu mengine. Haijalishi wewe unampenda mama yake, unampenda wewe Magembe, mimi hainihusu. Ila unachokifanya sio sahihi. Yaani hata uende ukamwambie mama yako aje hapo, umwambie bwana mama nimefanya 1 2 3. Atakwambia mwanangu umekosea. Jaribu kuvaa ule usika ndio yule mamako yupo kule hospitalini, alafu shemeji anakufanyia hivyo. Ungefanyaje? Nisikilize Myra nikwambie. Kwani mimi nilimhitaji yeye ama nilimhitaji mama yake? Alafu mbona aliposema kwamba mama yake anahitaji drip za damu, mbona nilituma pesa? Alafu mimi sijui kwa nini yani. Hivyo she kudate na vijana maskini. Sasa kama ni maskini, wewe ulikuwa naye kwa sababu zipi?
Nilikuwa naye kwa sababu kuna mambo ambayo ninaweza kumsaidia. Ndio kama hivyo. Kwa nataka nijitolee mimi na familia yangu yote kuhudumia familia yake. Kwamba pesa za mamangu mimi ndio nitumie kumuuguza nazo mamake, si ndivyo? Sikia sajanja wangu kuchani. Wewe cha kufanya wewe demu, usimwambie kule wote kwamba uko hospitali ni bibi mkubwa wake. Mwache aamini hivyo hivyo kwamba uko hospitali ni bibi mkubwa wako, ili uone na msaada gani kwako. Laiti kama udemu angekuwa anakupenda, angekubali kuzikumbatia shida zako na kuzifanya ziwe zake. Ila kama unaona udemu anakona kona nyingi, mchane mwambie ukweli kwamba uko hospitali ni bibi mkubwa wako, kisha tembea. Wewe chukulia mfano angekuwa ni bibi mkubwa wetu, si angeteketea hospitali? Kama ameshindwa kuonyesha upendo wa kweli, kuja kumjali, kujua bibi mkubwa anaendeleaje, lakini yupo bize na mambo yake, huyo demu hakufai mdogo wangu. Wewe mwambie alikuwa hospitali ni bibi mkubwa wake, kisha tembea, pita kushoto. Yaani mtu unakaa unashindwa hata kufanya kazi kila siku, yani mwenye bodaboda anakuja kudai kufuatilia dai zake, yani kazi ufanyi mdogo wangu. Unawaza mapenzi atakupeka wapi mdogo wangu? Mapenzi bongo. Wewe unachukulia poa tu mapenzi, yanasababisha paka yanapoteza mwelekeo wako, afu unachukulia baridi tu. Huyo demu hakufai, mchane, tembea, achana naye. Wewe utabaki unateseka na mapenzi hadi lini? Yaani mimi natembea kote nahangaika, yani nakutafuta, yani sikuoni, yani au mapenzi achana nao mdogo wangu, tafuta hela. Mapenzi bongo hapa. Basi sawa kaka, mimi nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyosema. Lakini pia kuhusu huyu mwenye bodaboda yake, basi akija kugonga mara ya mwisho, wewe mwambie tu kwamba pesa yake nitampa. Nilikuwa na matatizo kidogo, sawa kaka? Sawa. Kwa hiyo na kwamba ulikuwa naye kwa ajili ya haja zako tu timize, ila sio kwa ajili ya utu. Na kuonea sana huruma rafiki yangu. Na sijapendezwa kabisa na hichi kitu unachokifanya. Yaani sijapenda kama mimi ni rafiki yako. Sijapenda. Hebu jaribu kaa, jifikirie, vaa ule usika wake. Ingekuwa ni wewe ungefanyaje mamangu? Yaani sikushauri. Cha kufanya, nenda kazini, ukitoka nenda hospitalini kamwangalie mama. Sawa Maria, nimekuelewa. Nikipata muda nitaenda hospitali, lakini kwa sasa hivi acha kwanza niwe kazini. Haya, sawa. Akamwangalia mgonjwa, yeye anaweza ujinga. Yaani kuna marafiki wengine ni shida tu. Karibu hivi. Asante. Naendeleaje huko nyumbani? Kwa nyumbani kwema, lakini sio kwema sana. Kwa nini sio kwema? Kuhusu swala la mtoto ndugu yangu, kama unavyojua, miaka 2 sasa hivi mtoto. Yule baba akirudi kazini, yani humu ndani hapa kaliki.
Ukiongea kitu kidogo mgumba, ukifanya hichi mgumba. Yani hakuna amani, yani hakuna amani hata kidogo. Yani nimechoka, unajua nimechoka. Pole ifi yangu, ndo changamoto tu za hizo ndoa. Mimi cha kukushauri, vumilia, pambana. Ukisema hata uondoke sasa hivi uende kwa mtu mwingine, naona ndo atakuwa ndo yale yale ifi yangu. Kwa hiyo wewe pambana naye, sawa hivi? Sawa, nimekuelewa. Ndio maana nimekuja kwako hapa unipe ushauri, kama unaweza kuongea na kaka yako atakuelewa angalau hata kidogo. Maana mimi hanielewi hata kidogo. Yaani sasa hivi chochote unachotaka kufanya mgumba. Ukiomba hela ya kwenda labda shopping au wapi, mgumba. Anataka mtoto. Yaani bado uniombe nini? Mbegu sijui nikupe mtoto, wewe unaniomba hela ya shopping. Yaani humu ndani vita. Na ananiambia ndo kwanza vita imeanza. Sijui unanielewa. Yaani ndo kwanza vita imeanza. Mimi ananichanganya. Yaani wewe acha tu. Wifi nayo tena. Ila usijali. Yule ni kakaangu. So namweza, naweza nikaongea naye, tukaelewana, mambo yako na yeye yanaweza kawa mazuri. Basi ikiwa nitashukuru wifi yangu, nitakushukuru sana, yani sana. Oh, sijali. Watumia kinywaji gani? Unafocus ready? Yeah, ipo. Please. Ya moto lakini. Okay, enjoy. Okay. Cheers. Lakini afya yangu, wewe si daktari, unaonaje ukacheki afya yako? Kajiangalia kwanza. Kaka, mimi nimekwambia unipeleke wapi na unanileta wapi huko? Sikia sama mkali hapo nyembo unachamba sana. Sasa kuna mzigo wangu mimi nakuja kuchukua hapa, tunaelekea huko tunakoelekea. So unajua mimi bila kuweka kichwa changu sawa siwezi nikaenda nikiwa sawa huko. Kuna mzigo wangu nachukua chapu kama upepo, tunaelekea hivi kati kama vipi. So unajua zile. Oi mwanangu. Mwanangu sasa nikuelekeze mwanangu maisha yako kweli mwanangu. Unaona mtoto alisimama hapo mwanangu. Hapo mtoto amenishtua hivi mtakati. Niko zangu naelekea hivi kwa Masaidi. Mtoto kanisimamisha mwanangu akaanza kuniuliza eti sijui kwa nani, sijui Mr. Tembo, sijui ndo nani mwenyewe simuelewi. Unajua? Sasa mwanangu mimi kisema kweli mimi sijui. Huyo jamaa mimi simpata wala simfahamu. Unajua? Sasa mimi nimemleta sasa hapa tuishi naye tumalizane naye. Unajua zile kiuni fresh kwenye geto lako. Vipi wewe unasemaje mwanangu? Si baridi eh? Hiyo sio noma mwanangu wewe. Poa. Niamini mimi kaka, mimi nilete noma hapa mtaani kwako. Hapa si kama kwetu tu mjomba. Huyu akuja mwanetu, huyu bado mgeni huku. Hata ongea yake ile, si unajua zile. Angalia mtu mwenyewe bado ana mabegi Kwani umeonaje mtoto? Wewe ni umbo na namba 8 ile, rangi fulani hivi. Kodi zangu kabisa na vitu vyangu mtoto ananimaliza mimi. Mimi nimeshinda kuvumilia. Ndio maana nimleta hapa kama vipi tuishi naye baridi afu tunapiga na tunamwacha aendelee na maisha yake. Si unajua zile. Kesho nitaenda kwa daktari mkuu pale nikafanye check up. Nachokomba tu hivi yangu usikate tamaa mapema. Bado sana. Yaani sana. Kuna wengine wanakaa kwenye ndoa si chini ya miaka 30 hawana watoto. Simbusi wa miaka 2 au mwaka mmoja. Sio kweli. Yaani sipendi wewe mnyonge. Sawa. Asante yangu. Sasa umekuja, umefikia kwenye wine, sijapika hata chakula. Waje tukaenda jikoni. Wewe tena mvivu wa kupika. Sawa, tuondoke.
Sikia sangu wangu, pangilie. Dakika za mwisho wengine wanaletwa wanakuja kuanzia ndani ya nyumba, si unajua? Alafu mwisho wa siku kwanza anakuja hapa anakuja kwa misala, kisha tunaitwa defender hapa. Wewe mwenyewe unaelewa mazingira yetu ya kiuni yalivyo. Mama yetu elimika, lakini usiwe msomi mjomba. Tunakula, tunamaliza, tunatupa huko pembeni, alafu tunaendelea na mishi zetu. Kwa nini unijui mimi mwanao? Kwa nini nisho kwanza tuifanye mimi na wewe? Nisho ngapi tuifanye mimi na wewe? Nyingi. Sasa huko ndo tunapiga na habari tuna adua mwanangu. Sikia sama mkali. Mshikaji kuanzia jana kumbe mzigo wangu bado hajaandaa kabisa. Sasa tutulie kidogo amalize kuandaa mzigo alafu twende kwa Mr. Tembo. Si unajua zile. Vipi mbona kama unachora huko? Bunjo kikalishe hicho. Nani? Kaka. Vipi? Safi, karibu. Asante sana. Wajifungia sana huko na. Sina sehemu ya kutoka kaka. Au sio? Okay. Asante sana. Sawa. Fresh na Safi tu. Nikumiss kakaangu kinyama yani. Mimi pia nimekumiss pia. Vipi mkubwa yuko wapi? Unaona kama pako kimya yuko wapi? Mama ametoka. Ila baadaye nadhani atakuwa kasharudi. Ni kutembea huyu naye. Niambie, maana simu yako unajua nifanya nije chap chap sana. Nikasema sister, mbona sio kawaida kuniita namna hii? Niambie. Amna tu, sio na mashaka. Ila alikuja leo hivi. Ananielezea matatizo yenu ya nyumbani, jinsi unavyomfanyia wifi, ulali nyumbani sometime, unachelewa kurudi, utaki kulala naye, akikuomba kitu utaki kumtimizia kwa wakati. Kisa kwa sababu ni mgumba, hazai. Hivi kaka, unachofanya kweli ni sahihi? Cho hapa. Mama mtu. Mndani naona hamna mazega yote, hamna chakula chochote ambacho kipo mndani. Kwa hiyo niingie kati hapo niende kufuata msosi, afu nikirudi nje tupike, afu tuende huko tunakoenda. Si unajua zile. Mwenyewe una njaa unaonekana. Sababu safari bado ndefu. Mama wangu. Kwa hiyo niingie kati hapo baki na mshikaji, hana shida. Huyu mwanangu kabisa hapa kama mtani kwangu. Tu unajua zile. Kaka. Fanya kweli. Dada, unajua mimi nashindwa kumuelewa wifi yako. Ni mwanamke wa namna gani? Kwa sababu mambo haya tuliyopo nayo sisi ndani ya ndoa ni kama siri. Na sio kila kitu cha ndani ya ndoa lazima kitolewe nje au kiletwe kwa mtu. Ni vitu vingine vya kusolve sisi wenyewe. Ndio maana hata mimi changamoto yote ambayo iko ndani ya ndoa sijaweza kuja kuambia. Kwa sababu najua nina uwezo mwenyewe kuienda. Lakini pia wewe unapofikiri kukaa kwenye ndoa ndani ya miaka 2 bila mtoto ni sawa? Naelewa kwamba sio sawa. Lakini kaka, inabidi uvute subira kidogo kidogo. Yaani vuta subira kwanza. Haraka ya nini? Kwanza kujibebesha majukumu ambayo haeleweki. Kweli?
Kwani ni uongo? Labda nikuulize kitu kimoja dadangu. Kwani wewe hutaki kuitwa shangazi? Nataka sana kuitwa shangazi. Vizuri. Sikiliza. Ndoa yangu ina miaka 2 sasa. Nadhani hata unaelewa. Lakini hakuna matunda yoyote. Hakuna faida yoyote. Sasa unafikiria mimi nitakuwa na uwezaje kuendelea kuwa na mtu kama huyo kwa furaha, hali ya kwamba hakuna kile ambacho ananipa cha msingi? Ndio maana mimi sasa hivi nimeamua kuishi maisha mengine tofauti, kwa sababu nilichokitarajia kutoka kwake sijakipata au sikipati. Hakuna mabadiliko yote katika mwili wake zaidi ya kunenepesha tu ile tumbo lake, anajaza vitu vya mafuta tu. Au nyiko kazini huko kuna vitu gani ambavyo mnavifanya? Nyinyi nashangaa. Dada, sikiliza nikwambie kitu. Mke wangu ni nesi na wewe ni nesi. Hivi unashindwa kumshauri wifi yako kutatua changamoto yake ya ugumba alionayo? Kwanza kaka, papo stop. Mimi sio kwamba namtetea wewe wifi. Kwanza nilivyokuwa simpendi. Ni basi tu kwa sababu umemuoa. Ila kaka, nina deal au nina issue moja nataka tupange. Okay. Upo tayari kunisikiliza? Nakusikiliza. Kuna watoto wa Curry amazing. Nataka nikuchagulie bonge la piskali. Hivi naonaje ukamtafutia mwanamke mwingine tofauti na yeye na ukazaa naye? Kwani Chilo anaitwa nani, anatokea wapi? Naitwa Golden. Na nenda kwa Mr. Tembo. Mr. Tembo? Yule Tembo si mwanasheria yule? Good idea. Unajua, siku zote nilikuwa najaribu kutafakari sana hii changamoto inaisha vipi, lakini pia mimi sio mtaalamu sana wa kutoka nje ya ndoa yangu, lakini madam, kwa sababu anenipa ushauri ni master, na mimi kila kitu takichezesha vizuri. Mimi tena, yani kwa hilo mimi nanyoka hivi, anakupanda squeeze. Jambo limenyoka moja kwa moja bila ni kupepesa macho. Ila nina vigezo vyangu na nina masharti yangu. Unanijua kakako, na vitu vyangu. Sio kila kitu mimi napiga mapasi. Nina vitu vya kujipigia mipasi. Mimi sipigi kila mwanamke anajipigia no. Unajua, kama unatafutia wifi yako wa pembeni, nitafutie mwanamke aliyenyoka, piskali. Yaani hata yeye wifi yako akija akaiona hivi, aseme kweli. Kaka, sio kama nakucheka na dharau, hapana. Kwa ufupi huo, unataka ni mwanamke aliyeeleweka una vitu vyako. Wewe. Umeanza dharau. Yaani unajua katika vitu ambavyo sivipendi, hiyo zo dharau zako. Ndio maana kuna muda mimi huaga nashindwaga kujaga hapa kukuletea vizawadi kwa sababu hizo kauli zako. Ushaanza dharau. Huko na kwenda tutagombana. Sasa kaka, samani. Sasa mimi nakudharau nini kakangu? Sina kwambia ukweli. Wenzako wakati wanaombaga uko urefu, wewe ulikuwa gapi? Au sio? Afu na komwe kubwa. Okay. Sasa nadhani kila kitu kiko sawa. Yeah. Wifi, karibu. Haya, nani umekuja? Nimekuja wifi yangu. Vipi, mnaendeleaje hapa? Mimi niko poa. Nasikiliza. Ndo inabidi wewe ndo ongea na kaka yako kuhusu ile swala anakueleza. Ndo kama hivyo, ndani sina amani. Yaani kila siku kelele, Kama mimi ni mwanamke wa kwanza kutokuwa na kizazi. Kwani mimi nimependa wifi yangu? Hapana. Sijapenda, ni mipango ya Mungu. Mimi naumia wifi, nimechoka. Hebu ongea na kaka yako. Mimi nimechoka wifi yangu. Hivi kaka, una akili kweli? Unajielewa? Unajitambua? Unawezaje ukamtukana wifi yangu kwamba ni mgumba, hazai? Hivi ina make sense kweli?
Yaani nilijua kwamba wewe ni kaka yangu ambaye unajielewa, kwamba unaweza ukakaa ukampa matumaini mkeo. Bwana, kama leo mke wangu hatujapata watoto, hata kesho kutwa, lakini wewe ndio umekuwa ni mtu wa kwanza ambaye unamkatisha tamaa. Hivi ingekuwa ni wewe, jaribu kuvaa kiatu chake, ungekuwa ni wewe, ungeweza kweli? Yaani nakushangaa dadangu. Inafika muda unanitoa akili. Yaani kabisa wewe kumtoa mimi akili kwa sababu ya huyu mwanamke mgumba. Kabisa. Sikiza nikwambie dadangu. Hayo unayazungumza kwa sababu wewe haupo ndani ya ndoa. Right, kama ungelikuwa ndani ya ndoa na unajua maumivu ya ndoa ya kukosa mtoto, sidhani kama ungezungumza hivi. Kwa hiyo unanitusi kwa sababu mimi sipo ndani ya ndoa. Hata kama haijalishi nipo ndani ya ndoa, sipo ndani ya ndoa, lakini sifikia tu unanitusi mimi, lakini naongea ukweli kaka. Unadiriki vipi unamtukana mwanamke wako? Kuna watu wengi wamekaa ndani ya ndoa si chini ya miaka 10, 15, wana watoto. Sembuse wewe miaka 2 tu umeshindwa kuvumbana mwanamke wako? Kweli? Kaka, sijapenda. Yaani hii imeniuma sana. Yaani wifi yangu ananipigia simu kwa analia. Unategemea nini kakaangu? Laiti mama angesikia haya maneno, hivi ungemweka katika wakati gani? Laiti mama angesema singemvumilia baba, tungezaliwa mimi na wewe. Lakini mama alikaa miaka mingapi na baba mpaka sisi tunakuja kuzaliwa? Kaka, mimi sijapenda. Hivi na usomi wako wote umesomea, sijui na sheria, sijui umesomea nini, lakini unashindwa kuchanganua vitu vidogo tu. Kaka, mimi nakwambia kaka, ni sijapenda. Yaani umenichukiza kwa hili. Na sitaki nisikie lolote. Yaani kuanzia muda huu sasa hivi sitaki umtukane wifi yangu. Mimi ndio naimjua ni yeye. Kama una mwanamke mwingine ni bora umwambie mapema kuliko unamtukana, unamrudia muda ambao sio sahihi. Sipendi kaka. Wow, you look so sexy today. Karibu. Naona leo umewahi sana. Umepatwa na nini? Yeah. Ni kweli nimewahi. Lakini sijawahi yale ambayo umeniitia mimi nije. Leo nimekuja na mambo yangu mengine kabisa. Precious, kuna kitu nimejaribu kukuficha kwa muda mrefu, na nilifanya vile kwa sababu ya kutaka kukupima, kujua imani yako na upendo wako kwangu. Lakini nimekuja kugundua wewe sio mwanamke, bali wewe ni mnyama. Yaani hustahili hata kwa kurumangia. Labda nikwambie tu kitu kimoja. Yule mama ambaye nilikwambia ni mgonjwa yuko hospitalini kapata ajali, yule si mama yangu, bali alikuwa ni mama yako mzazi. Mimi nilitumia neno la mama kwa sababu nikitambua kuwa mama yako wewe ni mama yangu mimi, na mama yangu mimi ni mama yako. Lakini nimekuja kugundua wewe sio mwanamke ambaye unajali. Sana sana unajijali na kuthamini mambo yako. Hujali kuhusu mimi na matatizo yangu. Nilipofikia panatosha. Ndio maana nimeamua nikwambie. Pale nilipokomea basi panatosha. Mwenyezi Mungu ndo anajua nimefanya msaada gani kuokoa maisha ya mama yako. Kwa hiyo nitaka nikwambie kitu kimoja.
kuanzia leo hapa unapaswa uende hospitalini ukamuuguze mama yako, na mimi niendelee na mambo yangu. Hospitali yenyewe inaitwa Miko, iko Mbezi Beach. Bila shaka utakuwa umenielewa. Okay. Mimi nimekuelewa dada yangu. Uzuri ni kwamba wife na yuko hapa. Mimi nitalifanyia kazi hilo. Na pia mambo nisamehe. Niwe radhi kwa hilo. Kaka, kama ni masuala ya mtoto, ni Mwenyezi Mungu ndo anayepanga, sio sisi binadamu. Vumilia, kuna leo, kuna kesho, ipo siku kakangu utakuja kupata mtoto. Sawa ifi yangu, umenielewa? Sawa. Dada, nimeshakuelewa. Nikutoe hofu. Yeah. Mimi labda niseme tu, najua na wife nani anasikia. Kuanzia sasa amani ipo. Yeah. Unaona wifi yangu mwenye mrembo, mashallah, afu nampa stress za kijinga. Inabidi yani ale ashibe, unajua tena. Wifi naye, hebu smile kidogo. Kaka. Naam. Wifi, mimi nilikuwa napita zangu tu. Sio mkaje sana wa hapa. Wewe nao ushaanza. Leo ukija hapa ni dakika chache tu basi unaamua kuondoka. Wifi yako yuko hapa na bidii ya kutengenezea vitu fulani kidogo hapa nini ili unapotembea usije ukasema bwana nimetoka kakaangu kule sijala nini. Wifi yako kufanyia kidogo hapa, unajua? Naona wifi atachafua mikono yake. Mimi ngoja niwaache. Yani ningepata hata maji kidogo. Ningekushukuru wifi yangu. Hapo ngoja nikuletee mama. Sawa. Hivi kwa nini unakuwa na roho kikatili kiasi hicho? Kwa nini kuniambia kwamba ni mama yangu mzazi? Kwa nini ulificha kivuli kusema kwamba ni mama yako? Je, angefariki ingekuaje? Mimi ningeishije? Kwa nini unakuwa na roho mbaya kiasi hicho lakini Magembe? Wewe Precious wewe. Kumbe mama yako anauma kuliko mama yangu mimi, si ndio? Mama yako ana umuhimu kuliko mama yangu mimi. Mama yako anastahili kuishi hapa duniani kuliko mama yangu, si ndio manake? Na ndio maana mimi nilivyokuwa nakupa taarifa mama yangu mimi anauma, hukuwa unajali. Kwa hiyo unathamini maisha ya mama yako kuliko ya mama yangu mimi. Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani? Sikia nikwambie kitu kimoja. Kuanzia leo hii hapa ninavyoongea, sahau kama ulishawahi kuwa kwenye mahusiano na Magembe. Nilijaribu kukupima kwa lengo la kutaka kujua wewe ni mwanamke wa aina gani na una roho ya aina gani, lakini nimekuja kugundua wewe ni shetani ambaye unatembea, tena shetani wa kike. Yaani haufai hata kwa kurumangia. Halafu unakuta kuna mtu tena anataka kusema kwamba wewe ni mke. Mke which? Mke huu. Hivyo unastahili kuwekwa ndani. Wewe ni shetani ambaye anatembea kwenye kivuli cha binadamu. Ningekuwa na chaguo la kusema kwamba hapa duniani mbaya yoyote namuua, basi wewe ndio ungekuwa namba moja. Ningekuua nikakukatakata vipande nikaviweka kwenye katasi nikaenda kuvitupa hata baharini ulio na mamba huko. Kaka, umemwona wifi? Jamani. Ile dadangu ni kiboko wewe. Unajua ni mwigizaji kabisa. Kaka. Nakubali sana. Je, niangushe. Mimi ndo wifi. Yaani mimi na damu mimi siwezi kukupinga kakaangu. Mimi nakwambia, sikiliza dada. Mpango wetu uko pale pale. Yaani nichezeshe pale. Wewe nakuaminia. Mpango wetu uwe pale pale. Sikupingi kakaangu. Usiniangushe. Sikuangushe. Sawa.
Vipi? Ndio umeleta maji? Nilikuwa nasikia kiu, basi anatosha. Nilikuwa nasikia kiu hatari. Asante. Ngoja mimi niwaache. Kaka. Basi mimi naenda. Basi sawa. Sawa. Salimia mkuu bwana. Sijaja siku mbili hizi, waambie nitakuja huko bwana. By the way, sijaja kulumbana sana na wewe hapa kwenye ofisi yako. Kwa hiyo nikutakie tu maisha mema. Usije kujaribu kunitafuta. Usije ukajaribu kufuatilia maisha yangu. Wallahi na hapa nitakuja kukukatakata vipande alafu wewe. Mimi nikutakie tu maisha mema. Okay? Bye bye. Hatimaye kitu ambacho nimekisubiri kwa miaka mingi sana, hatimaye leo kimefika. Ni wakati wangu. Halo Mishi, nilikuwa nakupigia simu nikupe taarifa ya kwamba mama amepata ajali mbaya sana na kwa sasa yupo hospitali. Hivyo nilikuwa nakuomba urudi nyumbani mapema ili tuende tukamuone. Okay, sawa. Huu ndo wakati wa kuongea na dokta. Huyu mama akipona, hakuna kitu ambacho nitakipata. Mipango yangu yote itavurugika.
Mr. B. Yes, madam. Mr. J. Ndiyo madam. Umetuita, tunakusikiliza. Nadhani sio mara ya kwanza kufanya kazi na ninyi. Uwezo wenu wa kazi na ujua vizuri. Misheni iliyopo mezani siku ya leo ni kuhusu Madam Catherine. Amepata ajali mbaya sana, na kwa sasa yupo hospitali ya Miko iliyopo Mbezi Beach. Nahitaji usiku wa leo muondoe uhai wake kwa gharama yoyote ile. Mfanye mnavyoweza kufanya, isifike asubuhi. Taarifa nipate nzuri. Lakini si mama yako yule? Kwa nini unafanya yote haya wakati yule ni mama yako? Uone kama unahatarisha maisha yako baadaye. Ndiyo, ni mama yangu, lakini sio mama yangu mzazi. Na nadhani misheni yangu yote mnaijua. Naomba kazi yangu ifanyike. Sawa, lakini kama unavyojua hii kazi madam ni very risky. Kwa hiyo naamini advance ni muhimu kwanza kutuingizia kwenye account. Hiyo safi. Lazima advance kwanza. Very risk. Simba huwa haogopi vitani. Uzuri akaunti zenu za benki ninazo, hivyo natumia advance. Kazi yangu ikishakamilika na clear muamala.